Kwa upande wangu mimi kama mimi binafsi, nashukuru shirika maana limenifundisha. Nimeweza kuwa fundi, najua kuhesabu yale mawe, najua kupishanisha, najua kukandika, mpaka kupanda kule juu. Alafu nikushangaze, mimi ni mwanamke wa miaka 60. Lakini pamoja na miaka yangu 60, na waacha wale wanawake wa miaka 40 chini, miaka 20, mimi napenda juu. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Wanufaika wa mradi wa Restore kupitia shirika la Maasai Sovereign Solar pamoja na Kakute Project kutoka wilaya za Monduli na Babati vijijini wameonyesha furaha yao baada ya mashirika hayo kuwawezesha kiuchumi. Hayo yamejiri katika tathmini ya mwaka mmoja wa mradi wa Restore kwa kuangalia utekelezaji na mafanikio yake toka ilipoanzishwa 2024, ambapo awali akisoma taarifa mradi huo Kisiwa Kimwitiko ambaye ndiye mkurugenzi wa shirika la Maasai Sovereign Solar pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli, amesema kuwa mradi huo ni wa miaka 3, lakini mpaka sasa utekelezaji wake umefanyika kwa 100% ndani ya mwaka mmoja. Kisioki ameendelea kufafanua kuwa hadi sasa wametoa sola 180, majiko 200, pamoja na kuwasaidia kina mama na wazee wajasiriamali friji za kupooza vinywaji na majiko ya LPG kwa shule 2 za bweni, pamoja na kuwaongezea mitaji vikundi 16 katika wilaya 2 za Babati vijijini na Monduli. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Monduli Mheshimiwa Gloriana ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya tathmini hiyo ameyapongeza mashirika yote mawili kwa kuunda mradi huo ambao lengo lake kuu ni kuwawezesha kina mama kiuchumi, pamoja na kumuunga Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkono katika suala zima la nishati bora, na kuwaomba mradi huo uendelevu na kuendelea kushirikiana na taasisi za serikali kama walivyofanya katika shule ya sekondari Manyara. Happiness Liza ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Monduli ambaye yeye ametoa pongezi kwa kina mama ambao ni wanufaika wa mradi huo na kusema kuwa halmashauri ya wilaya Monduli ipo sambamba na mradi huo kuleta maendeleo kwa wananchi wa wilaya Monduli. Wakionyesha furaha na mafanikio walioyapata wanufaika wa mradi huo wa Restore akiwemo na Mayene Joseph pamoja na Maria Lemuta, wamewashukuru mashirika hayo mawili likiongozwa na Maasai Sovereign Solar chini ya mkurugenzi wake Kisiwa Kimwitiko kwa kuwawezesha na kuwafundisha kufunga sola pamoja na majiko, kwani mpaka sasa imekuwa ni kama ajira kwao inayoendelea kuongeza kipato cha siku hadi siku. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Ndugu washiriki, mradi wa Restore umeonyesha kwa vitendo kuwa nishati safi na endelevu ni chachu muhimu ya maendeleo ya jamii za vijijini. Kupitia utekelezaji wa majiko banifu ya kupikia, mifumo ya nishati ya juu manyumbani, pamoja na kuimarisha ujasiriamali na nishati jadilifu, mradi huu umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha maisha ya wananchi wetu. Ni faraja kuona akina mama wengi ambao ndio waathirika wakubwa matumizi ya nishati hasa kuni wamekuwa mstari wa mbele kunufaika na teknolojia hizi. Kupungua kwa matumizi ya kuni na mkaa kuna maanisha afya bora, muda zaidi wa kufanya shughuli za kiuchumi, pamoja na mchango chanya katika uhifadhi wa mazingira yetu. Aidha, napenda kupongeza jitihada za mradi katika kuwawezesha wajasiriamali wa ndani, mafundi kama alivyosimama supplier. Hatua hii imeimarisha uchumi wa ndani na kuonyesha kuwa nishati jadilifu si tu suluhisho la mazingira bali pia ni fursa ya biashara na ajira kwa vijana na wanawake wa Monduli. Halmashauri ya wilaya Monduli inaunga mkono kikamilifu utekelezaji wa miradi hii kwa kuwa inaendana moja kwa moja na malengo ya kitaifa ya maendeleo endelevu, matumizi ya nishati safi, kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na kuboresha ustawi wa wananchi wetu vijijini. Hata hivyo, tunatambua pia kuwa hakuna mradi unaokosa changamoto za ugavi wa teknolojia,
miundombinu na rasilimali ni sehemu ya safari ya maendeleo. Cha muhimu ni kuendelea kushirikiana, kubadilishana uzoefu na kutafuta suluhisho ya pamoja kwa maslahi ya wananchi wetu. Ndugu zangu, nipende kutoa pongezi zangu za dhati kwa shirika hili kwa namna ambavyo linafanya kazi nzuri na kubwa kwenye jamii yetu ya Monduli. Ikiwapendeza ndugu washiriki, tuwapigie makofi. Tumesikia mkurugenzi alivyowasilisha hapa kwenye risala yake. Wamekuwa wakifanya mambo mengi. Wanawake wengi vijijini huku Monduli kwenye kata hizi 4 ambazo wanafanya mradi wameweza kuwezeshwa kiuchumi. Kina mama sasa wanaweza kusimama kwa miguu yao kupitia vikoba. Tumeona namna ambavyo wanatengeneza majiko banifu. Tumeachana na lile zoezi la kutumia kuni. Kama tulivyosikia, majiko haya yanaokoa muda, lakini vile vile yanatunza mazingira. Sambamba na hilo, niendelee kuwapongeza na kuwashukuruni sana namna ambavyo mnashirikiana na taasisi zetu za serikali ikiwemo shule ya sekondari ya Manyara. Mmetoa jiko ambalo linatumia nishati mbadala. Ni waombeni jambo hili liwe endelevu na kwenye taasisi nyingine za serikali ili tuweze kumuunga Mheshimiwa Rais mkono katika swala zima la nishati safi. Masai Store pamoja na Kakute walitueleza nia yao kwa wananchi wa wilaya Monduli. Na mimi leo nimeshuhudia kwa wote ambao walikuwa wamekaa hapa mbele wakawa wanaelezea namna walivyofaidika na namna ambavyo wakikutana na changamoto kidogo kuna watu ambao wanasaidia. Hongereni sana kina mama. Lakini kwa Manyara sekondari tunawashukuru sana. Tupatie yale majiko. Mheshimiwa diwani kata ya Israeli aliomba pale halmashauri kusema jamani, tumepata haya majiko yatakaa pale mpaka lini? Basi halmashauri kupitia kamati ya fedha madiwani walikuwepo hawa kina Mheshimiwa Mary. Kwa hiyo walikubali, tukatoa fedha milioni 20 tukakarabati yale majiko. Jiko la shule wakainstall yale majiko ya gesi. Sisi kama halmashauri tumefurahia na ndio maana tuliunga mkono pia kutoa zile fedha ili tuweze kukarabati na kuweka hayo majiko yaweze kutumika. Kwa majina yangu kamili naitwa Namayani Joseph. Nimetokea kata ya Selela, kijiji cha Selela. Mimi ni fundi jiko. Wakati walipokuwa naunda mradi, mimi nilichaguliwa kuwa fundi jiko. Baada ya pale wakaenda wakaunda vikundi. Sasa kwa sababu walisema wale fundi jiko wachanganywe na wale wadau ambao mradi umewalenga, na mimi nikawemo kule. Kwa utangulizi mzuri tu, napenda kumshukuru Mungu ambaye ametuletea watu hawa. Wamekuwa wasaidizi wazuri katika kile kijiji sisi tunachoishi. Kwa kweli niwaeleze tu kwamba kuna kitongoji kimoja kinaitwa Laisai. Walikuwa wanawasha ile maji ya ng'ombe. Niambie tu kuni inavyoathiri. Je, ile maji ya ng'ombe si ni zaidi? Na kwa upande wa majiko, mimi kama mimi kwa kweli nimefurahia sana. Tumepewa mafunzo ya kujenga yale majiko na tumeambiwa kwamba mradi wetu ni wa miaka 3. Lakini huwa elimu haizeekaki ndani ya mtu. Kwa hiyo mimi najua hata huu mradi ukiondoka, mimi tayari ni fundi tu. Naweza tukatengeneza matofali, tunaweza tukakujengea jiko pamoja na kwa mradi umeshaondoka. Kwa hiyo kwa kweli kwa upande wangu mimi kama mimi binafsi nashukuru shirika, maana limenifundisha. Nimeweza kuwa fundi, najua kuhesabu yale mawe, najua kupishanisha, najua kukandika mpaka kupanda kule juu. Alafu ni kushangazi, mimi ni mwanamke wa miaka 60.
lakini pamoja na miaka yangu 60 na waacha wale wanawake wa miaka 40 chini, miaka 20, mimi nakwenda juu. Majina naitwa Maria Lemta. Mimi nashukuru mashirika yote mawili kwa kuniletea mtambo wa mwanga pamoja na jiko banifu. Yule jiko ni nzuri sana, maana haina matumizi kubwa. Nilipata kuni kidogo au gogo moja, inaweza ikaifisha masufuria zaidi ya 3. Na kingine ni nzuri kwa sababu inaondoa moshi kutoka ndani kupeleka nje. Na ile sola ya mwanga inatusaidia kwa mwanga mkali wa kipindi cha mvua na kipindi cha giza ili kupata mwanga. Sababu zamani wakati tulikuwa tujapata hiyo sola, ilikuwa tunatumia ile sola ya mkono. Asubuhi unatoa unaweka nje hapo juu ya sanzu, watu wanaweza wakaja wakachukua, wanaenda kuchezea, baadaye unalala giza. Lakini sasa hivi nimepata mwanga mkali sana. Na imekuwa upande ya ulinzi ya wanyama wangu au wafugwa pamoja na watoto wangu.